Haijakuwa na uvamizi wa wadudu aina ya nzige kama ilivyoshuhudiwa mwishoni mwa mwaka wa 2019, wadudu ambao tangu mwaka huo wamevamia vyakula vya wanadamu na hata mifugo. Mwanahabari wetu Nanok Lorraine anatupa kumbukumbu ya uvamizi huu nchini. Sasa iko katika wimbi la pili la uvamizi wa nzige. Mlipuko mbaya zaidi wa uvamizi wa wadudu aina ya nzige baada ya takriban miaka 70 nchini umewaona mamilioni ya wadudu hawa wakijitokeza na kuingia katika duara la Afrika Mashariki kutoka nchi za Somalia na Ethiopia, wadudu ambao wamesababisha uharibifu wa mashamba katika eneo lililo katika hatari ya ukame na baa la njaa. Kundi moja la nzige linaweza kuwa na idadi ya milioni 1 ya wadudu hao, huku kundi dogo zaidi likiwa na uwezo wa kuvamia chakula cha kuwatosha watu 35,000 kwa siku moja. Maisha ya maelfu ya watu ambao tayari walikuwa katika mazingira magumu eneo la Afrika Mashariki yalikuwa hatarini, na kwa miezi sehemu kubwa ilikuwa imezungukwa na mamilioni ya nzige ambao walivamia matawi ya mimea na hata lishe linalodumisha mifugo yenye umuhimu mno kwa familia nyingi. Walipovamia nchi ya Kenya kutoka Ethiopia na Somalia mnamo tarehe 28 mwezi Disemba mwaka 2019, nzige hao hawakuwa wamekomaa, wakakuwa kwa haraka, na siku moja baada ya nyingine kaunti zisizopungua 28 zikiwemo Mandera, Wajir, Marsabit, Garissa, Isiolo, Samburu na Meru zilithibitishwa kuvamiwa na nzige. Athari za wadudu hawa zilianza kusikika mwaka uliopita mnamo mwezi Aprili, ambapo nchi ilikuwa katika hatari ikiwemo janga la korona. Nzige hao wengi wakiwa wa rangi ya manjano walitanda mitini, hewani na hata kwenye udongo, wakazi katika sehemu mbalimbali nchini wakibaki bila namna yoyote ya kuwafukuza. Mifugo walishindana na wadudu hawa kupata lishe, tatizo ambalo liliwapa wasiwasi wafugaji ya kuwa na uhaba wa lishe kwa mifugo hao wakati wa msimu wa kiangazi. Na sio tu mifugo walioathirika, bali pia kati ya 15% na 20% wa mtama wa wafugaji katika kaunti ya Turkana uliharibiwa. Ikiwa nzige zitapotea na maybe Mungu atuhurumie atupatie mvua hata kiasi, hali pengine inaweza rejea kabla ya wanyama hawajaangamia. Lakini ikiwa tutapata zaidi ya mwezi mmoja bila mvua na nzige imemaliza hii nyasi ambazo ziko, najua bila shaka maisha ya wanyama itaanza kudhoofika na wataanza kufa kwa njaa na magonjwa. Hali hii lilazimu serikali kuweka mikakati ya anga na hata ardhini ili kudhibiti msambao wa uvamizi huu. Zaidi ya hayo, shirika la kilimo na vyakula FAO liliwapa mafunzo vijana waliojitolea kutoka shirika la vijana nchini NYS kama mipango yake ya kuipa serikali motisha ya kukabiliana na wadudu hawa waharibifu. Mwezi wa Mei ulipofika, serikali iliweza kupunguza uvamizi huu nchini kutoka kaunti 28 na kufikia kaunti 16, na katika mwezi wa Juni idadi ya kaunti zilizoathirika zilipungua na kufikia kaunti 7. Vita hivyo viliendelea hadi mwezi Septemba, ambapo nchi ikasemekana kuwa huru kutokana na makali ya uvamizi wa nzige. By July we were battling the sand locusts in only 4 counties of Samburu, Turkana, Marsabit and Isiolo. A month later, that is August 2020, we were largely successful in the same counties, and by September 2020,
our country was descent locust free. Kusambaa kwa nzige nchini kuliendelea kwa muda mfupi tu, kwani ilisemekana kuwa wadudu hao wanaendelea kuongezeka katika nchi jirani za Somalia na Ethiopia, swala lililohofiwa kusababisha wimbi la pili la uvamizi wa nzige. The invasion in Ethiopia and Somalia has not been contained, and a lot of breeding has been going on in these neighboring countries. Because of this, it was earlier projected that when the southerly winds start in December 2020, then we may experience a second wave of invasion. Hofu hii ilithibitishwa na msemaji wa serikali Cyrus Oguna alipotangaza rasmi kuwa nchi iko katika wimbi la pili la uvamizi huu, uvamizi ambao ulirekodiwa katika kaunti 9 nchini zikiwemo kaunti za Mandera, Garissa, Wajir, Marsabit, Kitui, Lamu, Taita Taveta, Kilifi na Tana River. We are experiencing a second wave of locust invasion that has attacked the country from May this year. Now, this second wave of locust invasion, again, like the first one, came from neighboring countries, and you're all aware about the situation in our neighboring countries, which indeed is proving to be a problem in as far as containing these locusts are concerned. Hata hivyo, serikali imewahakikishia Wakenya kwamba mikakati ya kutosha imewekwa na yatatekelezwa, mikakati ya kuzuia baa la njaa kuhangaisha Wakenya iwapo nzige hawa wataendelea kuvamia maelfu ya mazao shambani. Have sufficient amount of pesticide, and already 200,000 liters have been delivered to respective control bases. We also have a stock of about almost 500,000 liters of assorted pesticides. Of course, we have also equipment, vehicles that we earned. We are hiring more aircrafts. We have our transportation ready. We have controlled, scouts that were trained, whom we have planning now to retrain and remobilize. So we want to assure the country that there is nothing to really panic about. Na ili kuwa na vita vyenye mafanikio vya kuwaona wadudu hawa hatari wanaohama kutoka sehemu moja hadi nyingine wakiangamia kabisa nchini na hata nchi jirani, vita hivi vimesemekana sharti vikue vya ushirikiano mkubwa, kwani kufanikiwa kwa nchi moja iliyoathirika kunategemea juhudi na mafanikio ya nchi iliyo karibu nayo. You may do very well as a country, but locusts are migratory animals. They don't know boundaries. They fly across. And therefore, your success depends on also the success of your neighbor. So if your neighbor is not very successful in controlling, then you are not safe, irrespective of what you do. Licha ya juhudi zilizokusanywa ili kukabiliana na makali ya nzige hawa, shirika la kilimo na chakula FAO limetoa tahadhari ya uwezekano wa kuwepo kwa ukame ambao utahitaji mikakati zaidi na yenye umakini kutekelezwa na kufuatilia mienendo ya wadudu hawa ili kuwa tayari wakati uvamizi mbaya zaidi wa nzige utazuka. Tano Cloren, TV 47.